Kama unapitia matatizo yanayojirudia, changamoto zinazojirudia, magonjwa yanayojirudia, usikate tamaa. Fanya mambo haya matatu nitakayokuambia siku ya leo, na nakuhakikishia kila changamoto iliyokuwa inajirudia itaondoka mara moja kwenye maisha yako, wala haitarudi tena. Jambo la kwanza, vunja kila ngome ya giza inayosababisha matatizo yanayojirudia kwenye maisha yako. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10 na mstari wa 4 inasema, silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Wewe utaingia kwenye maombi ya kuangusha ngome. Utasema, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila ngome iliyosimama kwenye maisha yangu inayosababisha matatizo yanayojirudia siku leo naiangusha kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Na jambo la pili, kata kila minyororo inayosababisha matatizo yanayojirudia kwenye maisha yako. Kitabu cha Isaya sura ya 10 na mstari wa 27 inasema, nira yake itaondoka shingoni mwako na ile nira itaharibika kwa sababu ya kutiwa mafuta. Kwa utaingia kwenye maombi mafupi, utasema, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakata kila mnyororo unaosababisha matatizo yanayojirudia kwenye maisha yangu kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na jambo la tatu, kiri ushindi kwa damu ya Yesu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 na mstari wa 11 inasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda. Kwa utaingia kwenye maombi, utasema, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakiri ya kwamba matatizo yanayojirudia kuanzia siku ya leo nimeomba hayatakuja kujirudia tena maishani mwangu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Na nakuhakikishia utakapofanya mambo hayo matatu ambayo nimekwambia siku ya leo, kila tatizo lililokuwa linajirudia kwenye maisha yako halitarudi tena.